Rasmi Mr. Nado amekubali kutia sign katika project ya Kevin ambayo alikwenda kuandaa kwa lengo la kukomboa kampuni kutoka katika hali ya kufilisika, na hii ni habari njema katika familia ya Kevin na rafiki yake mkubwa Bonny. Huyu wamekuwa sambamba katika hali ya kupambania kampuni na katika hali zote za maisha, kwa sababu ni marafiki wa kweli kweli. Hapa kuna kitu cha kujifunza, kwa sababu rafiki wa kweli huwa yupo katika shida na raha, na sasa furaha imerejea katika familia ya Kevin baada ya kupigiwa simu na Mr. Nado na kumwambia kwamba yuko tayari kutia saini baada ya kufuatilia mwenendo wa kampuni na project kiujumla. Na sasa Kevin amekuwa na furaha baada ya kupigiwa hiyo simu. Bonny bana naye anaingia ofisini, anakutana na habari njema, wanakwenda kuburudika pamoja kwa sababu hawa wako sambamba kwa lengo moja la kukomboa kampuni, kwa sababu hawa wote wamesimama katika lengo hilo. Sasa tunatazama mpaka sasa Dennis na Oti wako katika mpango wa kumzuia huyu mwekezaji katika kampuni kwa lengo la kuvujisha taarifa za utakatishaji pesa katika kampuni, na bado huyu mwekezaji hajazipata. Sasa tunajiuliza hili dili kwa upande wa Kevin litakwenda kufanikiwa, lakini katika maisha siku zote kusita au kuacha unaweza ukasababisha matatizo mengi zaidi. Kwa hiyo uthubutu ambao Kevin pamoja na rafiki yake wanazidi kufanya, bado wanaonesha wana hali ya mapambano na wanapambana na Dennis ambaye mpaka sasa amekuwa mwiba katika familia ya Kevin na maisha mazima ya Kevin. Na sasa tunatazama Mr. Nado yuko tayari, lakini sasa Kevin hatambui kile ambacho kinaendelea kwa upande wa Oti na Dennis. Hawa ni watu wabaya sana katika maisha ya Kevin. Na sasa tunatazama Kevin anapiga simu kwa Loveness kwa lengo la kumpa taarifa kwamba mambo yote yako sawa sawa, amwambie na mama yake. Loveness bana amefurahi sana. Tukumbuke kabla hata Kevin hajafika kazini aliongea na mpenzi wake na walizungumza masuala mazima ya uwekezaji, lakini Kevin alikuwa anaanza kufa matumaini, lakini mpenzi wake anakwenda kumpa maneno ya faraja na kumwambia kwamba kila kitu kina muda wake, na siku zote tambua kila unachokipambania kinaweza kukamilika, kwa sababu moyo wa kufanikiwa upo ndani ya kujituma. Kwa hiyo tambua kwa kile ambacho kinachoendelea lazima aje kuweka saini na mambo yote yataendelea. Lakini Kevin alikuwa na wasiwasi na Loveness akaendelea kumwombea mpenzi wake. Hapa kuna mapenzi ya dhati, tunaona tunajifunza mambo jinsi yanavyotakiwa kwenda, kwa sababu wale ambao wanapendana siku zote huwa wanashirikiana kwa kila jambo. Loveness anafanya wajibu wake kama mwanamke, na huko Kevin naye ametambua nini cha kufanya kwa mke wake mtarajiwa. Hapa tunasubiri tu kula pilau na nyama. Huku sasa tunaona furaha inazidi kuendelea katika familia, na baadaye sasa tunatazama Kevin, Loveness wanakwenda kula chakula kwa pamoja na rafiki yake Bonny. Hapa ni furaha baada ya kupata mwekezaji. Loveness anakwenda kuandaa chakula kizuri kwa lengo la kukaa pamoja na kuzungumza mambo kama familia, kwa sababu mambo yote yako sawa sawa. Mpaka sasa mama yake na Kevin amekuwa mzima rasmi, naye ameanza kufanya matendo kama watu wengine, kwa maana kwamba amepona. Kwa hiyo mpaka sasa tunaona chakula kinaliwa na watu ambao wanafuraha baada ya kufanikiwa mambo mengi katika maisha yao. Lakini kitu ambacho kipo, mama yake Kevin anakwenda kuingizia jambo moja hivi ambalo Bonny alikuwa halijui. Jambo lenyewe ni kumwomba Bonny abaki pale, aanze kuishi nyumba moja na kina Kevin, Loveness wawe kama familia, kwa sababu Bonny bado hajaoa, lakini anaishi yeye mwenyewe. Baadaye mama yake Kevin anamwambia kwamba kiukweli napendezwa na wewe uishi hapa, kwa sababu kula migawani ni shida sana, hivyo nakupa nafasi kijana wangu, wewe ni kijana ambaye nakutegemea sana na kupenda, nahitaji tu uje uishi hapa ili uendelee kuishi maisha
kama familia. Aise, hawa ni familia ambazo zinapendana sana kwa sababu ya watoto hawa wawili ambao wameunganisha familia hizi, na sasa Boni anakwenda kualikwa ili aweze kushiriki nyumba moja na hii familia ambayo walikuwa sambamba kwa kila hali. Huku sasa kwa upande wa Tina mambo ni magumu. Baada ya kupigwa na kupata manundu, kupata uvimbe katika uso wake, na sasa tunatazama nyakati za asubuhi anagongewa hodi kwa lengo la kudaiwa kodi. Huyu ni mwenye nyumba. Sasa Tina anashangaa kitu gani ambacho kinaendelea, kwa sababu kodi ililipwa na mama yake, lakini hakutambua kwamba ile kodi ililipwa ya mwezi mmoja na sasa wanadaiwa kodi. Sasa hapa Tina anashangaa, huyu mwenye nyumba amekuja juu kinomanoma. Baadaye sasa Tina anazidi kuchanganyikiwa, afanye nini? Nyakati za asubuhi hamuoni baba yake na wala hatambui baba yake yuko wapi. Sasa akabidi aende kwa Dennis kwa lengo kubwa la kuomba msaada, lakini Dennis bana bado ana kinyongo na familia ya Mzee Gamba. Anamwambia kwamba nilikwambia sikutaki na wala sihitaji kukuona katika maisha yangu. Hapa tunaona Tina akiomba msamaha kwa lengo la kupata msaada, lakini tunaona Dennis bana bado ana kinyongo na wala hahitaji kuwa na mahusiano na Tina kwa lolote. Lakini Tina yeye anahitaji walau apate pesa hata ya kula, lakini tunatazama hapa Dennis anamwambia kwamba na hapo ni bado, hapo ni trera, bado ufikie ile hali ambayo mimi niliipitia ndani ya mwaka mzima. Sasa hapa tunaona mambo yamekuwa magumu sana. Sasa wakati Kevin anatoka, tunatazama kumbe Tina anamuona Kevin anaingia kwenye gari. Sasa ndio anashtuka kwamba kumbe Kevin amerudi kwenye kampuni na anamiliki mpaka gari. Hapa sasa anaanza kujiuliza, akamtazama hapa na pale kwa lengo zima la kutambua kipi ambacho kinaendelea. Nyakati za usiku anarudi nyumbani kwake, lakini hana hata pesa ya kumlipa bodaboda. Basi akaamua kutoa godoro kwa lengo kubwa la kulipa ile pesa ambayo ameitumia kwenye usafiri. Sasa hapa maisha yamekuwa ni magumu sana kwa upande wa Tina na baba yake. Mpaka sasa Mzee Gamba yuko kituo cha polisi, amewekwa selo. Huku sasa Tina mawazo yanaanza kumuijia na kuanza kuwaza familia ya Kevin, na anasema kwamba anahitaji kurudiana na Kevin. Tukumbuke huyu alikuwa msumbufu sana katika mahusiano ya Kevin na Loveness, na sasa tunatazama mama yake na Kevin amepona. Sasa hapa yeye lengo lake anawaza kwamba mama yake Kevin alikuwa anampenda sana yeye, hivyo itakuwa ni rahisi sana kurudi katika maisha ya Kevin, na sasa anatafuta ni njia gani atarudi katika maisha ya Kevin. Aise, movie bana imezidi kuwa moto kinomanoma. Hii ni penzi la mtoto wa bosi na dada wa kazi inazidi kutembea na inazidi kuwaka moto kinomanoma. Chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe, gonga hapo ili uwe wa kwanza kupata video zote. Karibu sana na asante.